Kwa uchambuzi wa taarifa hizi kwa kina zaidi naungana na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Ibrahim. Naam, nakusikia. Tuanzie tulipoishia Ijumaa ya wiki iliyopita, kusitishwa kutokuwepo kwa mazungumzo. Kulikuwa kuna taarifa za kusuasua kwamba mazungumzo yatafanyika au hayatofanyika, lakini sasa ni rasmi, mazungumzo hayo hayatofanyika. Nini hasa ambacho kimemfanya Iran ashindwe kwenda pale Islamabad, ukizingatia kuna taarifa hapa ambayo inasema amekutana viongozi wa Iran wamekutana na viongozi wakubwa wa taifa la Pakistan? Bila shaka nilizungumza na wewe nikakwambia kitu kimoja, kuwa muda ndio jibu bora sana kuliko kitu chochote, lakini kulikuwa kuna taarifa mbili ambazo zilikuwa zikikanganya toka siku hiyo. Kuna taarifa ambayo iliandikwa na vyombo vya habari vya magharibi kuwa wawakilishi wa Marekani Steve na mwenzake Jared walikuwa wakielekea Pakistan kwa ajili ya mazungumzo, lakini kulikuwa kuna taarifa ambayo iliandikwa na vyombo vya habari vya Irani wakikanusha uwepo wa mazungumzo yoyote na Marekani, lakini walikuwa wamekiri kuwa wanakwenda kwa ajili ya kuandaa mazungumzo yajayo bora. Nadhani zilikuwa hizo taarifa mbili, lakini tulichokiona kuwa ni ziara ya Araghchi ambayo ilimpeleka pale Islamabad, akaenda na ujumbe wake, wakazungumza na viongozi wa pale Pakistan, akiwemo mkuu wa majeshi Munir Asim pamoja na waziri mkuu Shahbaz Sharifu. Baada ya pale walirudi kwao, halafu wakaelekea tena Muscat. Tukamwona Araghchi akizungumza na mfalme Haitham bin Tariq, lakini baada ya hapo tumeona tena ziara ya kuelekea Moscow ya huyo Araghchi. Sasa baada ya Araghchi kutoka Moscow ndio likaja tangazo la Donald Trump kuwa ameamua kuwazuia wawakilishi wake kuendelea kusafiri kwa sababu ni mbali. Akasema saa 18 kwenye ndege, lakini akasema pia Irani hawajatoa ofa yoyote ya maana nzuri, lakini vyombo vya habari kabla vya awali vya Marekani vilisema kuwa Irani imependekeza pendekezo bora zaidi. Yote hayo yametokea. Kumbuka tu nilikwambia kuwa ilikuwa ni lugha nyepesi ya kwa ajili ya kubalansi masoko tu, hapakuwa na lugha yoyote nyingine ambayo unaweza ukakariri ukasema kuwa hii imetoka kwa nini. Ilikuwa ni lugha kwa ajili tu ya kutuliza masoko ya nishati duniani. Sasa hili lililotokea ndio linadhihirisha ukweli kuwa hapa katikati hakuna mazungumzo, kwa sababu Irani wamesisitiza mara nyingi kuwa wanahitaji mazungumzo, lakini sio ndani ya shinikizo wala ndani ya vitisho. Lakini pia moja ya sharti kubwa kabisa walioliweka katika mazungumzo ni sharti la kuondolewa kwa ile blockade ya Marekani, na wamesimamia hapo mara nyingi kuwa ni lazima iondoke. Kama itabaki kuwa pale hakutokuwa na mazungumzo. Lakini sasa ugumu wa pili unaoingia ni hiki ambacho umekisoma kwenye taarifa kuwa mashambulizi mapya Lebanon. Hii pia lilikuwa ni moja la masharti ambayo yalisababisha mazungumzo ya mwanzo kabisa kuvunjika. Sasa kabla hatujafika kwenye haya mashambulizi mapya ya Lebanon, waweza pia ukatuambia hii ziara sasa ambayo anaifanya Araghchi katika mataifa haya ambayo umetutajia, pengine itakuwa ina manufaa kwa taifa la Iran kuelekea kumaliza mzozo wanaopitia dhidi ya Marekani, au tutegemee nini kutoka kwenye ziara yake? Ni ziara muhimu ya kidiplomasia. Ni kawaida kwa nchi kufanya ziara kama zile, kwa sababu hizi ni ziara ambazo wanasema zinaenda kuchora ramani ya mazungumzo yajayo. Kwa hiyo hii anakwenda kwa washirika ambao anawaamini, na ndio maana unaona ziara kuwa imekwenda Pakistan, ikaenda Oman, lakini anakwenda Urusi. Sasa hii ni ziara ambayo upande wa pili kutakuwa na mawasiliano ya nyuma kati ya Marekani na hao washirika wengine kuwa hiki na hiki, yani Marekani atapitisha ajenda zake kupitia Omani, atapitisha kupitia Urusi, atapitisha kupitia Pakistan pale wanapokuja kukutana na wawakilishi wa Irani kwenye kuzungumza hivi. Sasa wako pale pale kuonyesha kuwa wao wanataka mazungumzo, na hilo wamelizungumza, lakini pia wameweka masharti. Na ziara ya Pakistani imekuja na taarifa ambayo iliandikwa na vyombo vya habari pia vingi tu vya magharibi, ikiwemo Reuters waliandika hii taarifa kuwa Irani ilikuwa imetoa ofa mpya kwa Marekani kuhusu kumaliza huu mzozo, hasa wakiwa wamejikita zaidi kwenye swala la Hormuz. Wanaweza kulimaliza tatizo la Hormuz, lakini ikawa imeamua kuweka pembeni swala la nyuklia lisiwepo tena kabisa. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa ni kama bado hawajafahamu kuwa wanataka kuzungumza au wamefikia wapi.
au nini ambacho kinachotafutwa hivi sasa ukisikiliza hii habari. Sasa kadri muda unavyokwenda ni kama vile ulisoma habari kuwa zinafifia, yani zile juhudi zinazidi kufifia, kuonekana kama kuwa mbona mazungumzo kama hayaelekei au yako wapi, yanakwenda wapi, inaonekana kama hayapo. Kwa hiyo kadri muda unavyokwenda ndio tunazidi kuyaona mambo kwa jicho tofauti, na mara hii unajua kuwa hakuna shinikizo kubwa lolote, kwa sababu wakati Trump anafanya kuextend ile ceasefire au kuongeza muda wa vita, aliongeza akiwa peke yake, halafu hakutaja muda kuwa tunaweka mpaka wapi. Lakini unajua Trump ni Trump. Leo hii tunazungumza mimi na wewe, anaweza akatoka na andiko lake akatoa tena deadline kuwa nawapa saa 48 wao wameshafanya kitu fulani, kwa sababu ukweli kuwa nilikwambia, kwa hali inavyochezwa Irani wanaifurahia kwa sababu wanaipitisha dunia pamoja na wao kwenye mbigili zile, unaweza kusema kwenye ile miba migumu kabisa, wanaipitisha pamoja, kwa sababu bei ya mafuta haishuki, inapanda tu kila siku, inaongezeka, kwa sababu mpaka jana ilikuwa 105 kwenda 106. Maanake kadri kila tunavyokuja kukutana mimi na tunazungumza, utaona tu kwa bei inabadilika, inazidi kwenda juu. Sasa huu ni mchezo na lengo kabisa la Irani kuifanya dunia ipitie wakati mgumu, ili dunia isije ikaunga mkono tena pale Irani atapokuwa anashutumiwa au anapotaka kushughulikiwa yeye. Sasa twende kwenye mashambulizi ambayo yamefanyika kule Lebanon. Israel anaonyesha kitu gani kwa kufanya mashambulizi hayo ikiwa wapo katika ceasefire? Kama nilivyokuambia kipindi cha nyuma, wakati wa ile ceasefire, nilikwambia kuwa huu ugomvi ulikuwa wa watu wengine wakaenda kusuluhishwa watu wengine. Nilisema kuwa ceasefire ya Marekani ilikuwa ni maigizo. Ile ilikuwa ni ceasefire ambayo sio halisi, kwa sababu walioitwa kwenye ceasefire kuna wengine walikuwa hawahusiki kabisa na hiyo swala hilo, walikuwa wanahusika ni wengine kabisa. Sasa hii inadhihirika wazi kuwa Israeli lengo lao kwenye huu mzozo limekuwa liko wazi sana. Israeli hawataki usitishaji wa namna yoyote, na hili wamelifanya kuwa gumu zaidi ili kuchochea mgogoro, kwa sababu kuna wakati Trump anashindwa kuwadhibiti au anashindwa kumdhibiti Netanyahu, na hii yote inatokana kuwa nafasi ya Netanyahu jinsi ilivyo. Kuna taarifa hapo umeisoma kuhusu kusamehewa na Rais Isaac Herzog kumpa msamaha Netanyahu kutokana na zile kesi zake. Sasa moja ya matatizo makubwa kabisa yanayochochea huu mgogoro pia ni hizo kesi za Netanyahu, kwa sababu hazijakaa vizuri kabisa kwa upande wake. Kwa hiyo usalama wa Netanyahu mara nyingi ni kubaki kwenye mzozo, ni kubaki kwenye vita, kwa sababu mara zote Israel jinsi imevyokuwa ikiwa kwenye vita, shughuli nyingi hasa za serikali zinasimama, zikiwemo shughuli za mahakama zinasimama kamili. Sasa na hii ni nafasi nzuri kwa Netanyahu kujinusuru ili kuendelea kuvuta muda, huku akiamini kuwa kunawezekana likafanyika lolote, kwa sababu uchaguzi wa Israeli ni kesho kutwa tu hapo mwezi wa 10. Licha ya kuwa ndani hali si nzuri, lakini anaamini Netanyahu ni shupavu sana kwa siasa za ndani, anajua anaweza akafanya lolote. Sasa hili la Lebanoni ni katika moja ya matatizo makubwa ambayo yanaratibiwa moja kwa moja na yeye Netanyahu anayaratibu ili kuhakikisha kuwa nchi haiwezi ikapata utulivu wa aina yoyote, kwa sababu kupatikana kwa utulivu maana yake unataka kuruhusu siasa ijadiliwe, na yeye hataki kabisa swala la siasa kujadiliwa. Kwa hiyo huu mgogoro wa Lebanoni jinsi ulivyo, mgogoro wa Lebanoni una taswira mbili tu, kumweka kwenye siasa nzuri Netanyahu, lakini kuirudisha Marekani kwenye vita iendelee, kwa sababu nilishakwambia kuanzia awali hapo kuwa haya makubaliano, hakuna makubaliano yaliyo upande wa Israeli. Sasa Israeli option yao ni kufanya lolote linalowezekana kubadili utawala ndani ya Irani, lakini kitu kimoja ambacho Waisraeli wako nacho kuwa hawajali kuwa kubadilisha kwao utawala kutaiumiza Marekani kiasi gani, hawajali Marekani itapata hasara kiasi gani, hawajali kuwa labda kubadili hili. Wao wanachoangalia kuwa ni wao watakuwa kwenye nafasi gani, kwa sababu baada ya hapo wanafahamu kabisa kuwa Marekani akiondoka hapo itawachukua miaka mingi sana kuja kujaribu tena kuishawishi serikali yoyote ya Marekani kuja kuleta jeshi hapo kwa ajili ya kupambana na Iran. Maanake hii tu imechukua zaidi ya miaka 40, yani kuanzia viongozi wa nyuma, toka uhusiano wa mwanzo kabisa wa Israeli na Marekani, ambao unaweza kusema kuwa uhusiano wao ulishamiri baada ya kifo cha John F. Kennedy miaka ya 70, na ndio uhusiano ulishamiri zaidi. Sasa toka miaka hiyo Israel imekuwa ikijaribu kushawishi kila rais anayeingia kwa ajili ya kuishughulikia Irani, lakini hakuna rais yoyote wa Marekani aliwahi kuthubutu kujaribu kufanya hivyo isipokuwa Donald Trump. Sasa itawachukua miaka mingapi kumpata rais mwingine ambaye anaweza kuja kutekeleza misheni kama hii ngumu? Ndio maana
Israeli wanaona kuondoka kwa Marekani au kuondoa vikosi vya Marekani vilivyopo Mashariki ya Kati itakuwa ni pigo sana kwao. Kwa hiyo wanaweza wakafanya kwa njia yoyote kuhakikisha kuwa wanaviingiza kwenye vita kwa namna yoyote, kama kauli ya Marco Rubio alivyoizungumza mwanzo, alivyosema kwenye vita. Kwa nini mliingia kwenye vita? Anasema kuwa tulikuwa kwenye mstari, lakini Israeli akaanzisha vita, kwa hiyo tukawa kwenye sehemu mbaya kuwa na sisi tutashambuliwa, ikabidi tuingie kwenye vita. Kwa hiyo Israeli hawawezi wakaitupa hii fursa ya kuwepo kwa Marekani hapo. Kwa vyovyote vile watachochea ili warudi tena kwenye vita, kwa sababu wanaamini nguvu ya Marekani bado haijatumika sawa sawa dhidi ya Irani, na wanaamini kuwa Marekani akitumia nguvu zaidi anaweza akafanya kile anachokibadili. Lakini Marekani yeye anatazama kwenye njia nyingi kwenye hili swala, kwa sababu uchumi wake, raia wake kulalamika, lakini uchumi wa dunia unavyoanguka na madhara makubwa sana ulimwengu unapata. Waisraeli wao hawatazami hilo, wao wanatazama kuwa sisi tutakuwa kwenye nafasi gani. Haijalishi huyu anayetupigania atakufa, atabaki hai, kwa vyovyote vile baada ya kutumalizia swala la Irani sisi tutakuwa wakubwa tu, hatutakuwa na tishio jingine lolote kubwa hapo. Kwa hiyo wanaona vyovyote itavyokuwa. Pamoja na yote hayo, Ibrahim, tumeona kile ambacho kimetokea Washington DC. Ukiangazia tukio ambalo amekamatwa mtu mmoja akionekana kuwa alitaka kumpigia risasi Rais Donald Trump. Katika tukio hilo inaonyesha hali ya usalama ndani ya taifa la Marekani imeshuka kwa kiasi gani, au kuto kuaminiwa na kuto kupendwa kwa Rais Donald Trump kwa wananchi wa Marekani kumeshuka kwa kiasi gani? Unajua, kwa Marekani ulizungumzia tukio la Donald Trump kushambuliwa kuonekana kama ni aghlab, yani kuwa hili tukio limekuwa jipya sana. Itakuwa sio sahihi, kwa sababu kwa watu wanaofuatilia taarifa za Marekani hakuna siku hata moja inaweza kupita kuwa Marekani hakuna tukio lolote la mauaji limetokea. Hapana, na si moja, ni matukio ya kila siku kwa Marekani. Haya ndio maisha yao kwa wao. Labda mara nyingi, unajua, hadithi huwa sio ya mbwa kumng'ata mtu, isipokuwa mtu kumng'ata mbwa. Inawezekana ikawa hivyo, kwa sababu hili tukio limeelekea moja kwa moja kwa Donald Trump, lakini kumekuwa na mkanganyiko hata ndani ya Marekani. Unajua, ni chini ya miaka 2.5 Trump ananusurika mara 3 katika mashambulizi. Unakumbuka wakati wa kampeni za uchaguzi kule 2024 kule Pennsylvania alinusurika katika shambulizi ambalo lilipiga kwenye sikio na yule mtu alikamatwa. Lakini kukaja na tukio jingine ambalo lilitokea kule Palm Beach, unakumbuka, Florida, na yule mtu alikamatwa. Yote ilikuwa ni matukio ya Donald Trump. Na hili jingine ambalo limetokea kwenye hoteli ya Hilton, ambao kulikuwa kuna hafla ya wanahabari wa ikulu walikuwa wameandaa. Sasa hili swala bado linaleta maswali, kwa sababu unajua tathmini za karibu tangu kuzuka kwa vita ndani ya Marekani na ile kukubalika kwa Donald Trump, kama ulivyoniuliza hapo, kuwa ni kumeshuka sana sana. Kuungwa mkono kwenye vita zaidi ya 70% sasa imefika kwa hawamungi mkono kwenye vita, lakini uboreshaji wake wa uchumi na mahusiano yake umeshuka sana. Trump wa awamu ya pili sio yule alikuwa Trump wa awamu ya kwanza. Kwa hiyo kuna baadhi labda wanahisi kuwa maybe watu wa Trump au Trump mwenyewe huamua kutengeneza haya matukio kwa ajili ya kujinusuru kisiasa. Unafahamu kuwa Trump alikuwa ni mcheza filamu wa Hollywood kabisa, amecheza filamu nyingi tu za Hollywood kabla wa rais. Sasa wengine wanaunganisha na hili kuwa labda amekuwa akitafuta hii nadharia ya kuonekana kama alikuwa anafanya kitu fulani, lakini ukweli unabaki kuwa ni tukio ambalo bado liko kwenye uchunguzi na haijulikani kuwa tutafikia wapi. Tusubiri vyombo vya mamlaka zituambie kuwa nini kilikuwa kwenye nyuma ya hili tukio. Sasa tunakushukuru sana Ibrahim Rahbi, asante sana. Asante. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, tukiangazia kwa kina taarifa ambazo tumekuwa nazo.